Msikilizaji, hii ni sehemu ya mwisho. Kwa mujibu wa komenti katika sehemu ya kwanza, kwa baadhi ya mashabiki wengi sana ambao wamecomment, kila mtu amekuwa na hofu kutokana na hii familia iliyojitokeza kumsaidia Kendi, kwamba ndio familia ambayo ilikuwa inahitaji figo. Sasa maskini Kendi sije itakuaje, lakini tusonge mbele tufahamu nini hatima ya Kendi, kipi kitakachoendelea. Langu jina Lucas Lumbas. Basi Kevo aliuliza swali ya kwamba, Lina, unanipenda mimi ama Dennis? Nilikuwa naemea tu juu. Huku Kevo ananisogelea na ile sindano, akiniuliza hilo swali na machozi yakimtoka. Tukumbuke ya kwamba msikilizaji, Dennis alikuja pale na akimwambia Lina ya kwamba mimi ndio mpenzi wako. Sasa Dennis afahamu kama Lina kapoteza kumbukumbu. So tunasonga mbele. Nikabaki natetemeka, hata maneno hayatoki, na huku namuhisi haswa Kevo anazidi kufika karibu yangu. Akaja kukaa pale kitandani, zero distance. Hapo moyo yani ni unanipiga vibaya mno. Akanishika mashavu tena kwa upole tu, huku akinipapasa lips. Akasema, nimekuuliza mke wangu Lina, au unipendi tena? Alivungivu rohoni nikajiambia hata ningekuwa sikupendi, ila kwa hili tukio hapana, jibu ni moja tu, nakupenda kwa dhati. Basi nikafungua macho kumwangalia, uso wake ni umejaa machozi. Nikajikaza nikamjibu, nakupenda sana Kevo mume wangu, lakini kwa nini umekuwa mkatilivu mpaka nakuogopa? Niliongea. Sasa aliona hofu yangu, akanikumbatia, akaniambia, shh, pole Lina. Nisamee mama, sawa na kuahidi hautashuhudia hili tena. Usiwe hivyo, mtoto wetu ataathirika tumboni. Mimi nataka unipende tu, ubaki mikononi mwangu kama hivi. Wewe ndio furaha na tulizo langu. Basi nilitulia kimya, nikamwacha aongee anavyotaka. Hapo ndo nikiwa sasa kwenye kumbato lake, ila ile amani ya nafsi ilishakimbia kitambo. Ila hiyo siku nilitambua kuwa Kevo ananipenda sana na hajaregea, maana utani na chake hataki kabisa. Yana anaweza kutoa hata mtu roho. Nilijua ndani wake ese. Hatimaye kitasa kikavunjwa. Wale wasimamizi wa hospitali walizama ndani, wakamkuta Dennis anagaragara chini. Ilibidi sasa wamchukue haraka awaishe kwenye matibabu, maana alikuwa analilia uchungu akisema kwamba anaumia sana. Kevo hakuacha kunikumbatia wala hata kugeuka nyuma wakati wanaingia hao wauguzi na walinzi wa hospitali. Yaani ni kama alikuwa hasikii hizo pirika. Mr. Nesto naye ndio kuingia na anatukuta tumekumbatiana, na huku kuna heka za kutolewa Dennis. Alibaki kwenye sintofahamu. Alionyesha wazi usoni kuwa ana maswali ya utata juu ya nini kimetokea. Sasa akatoka kwanza kwenda kufuatilia yule majeruhi Dennis, maana ni kesi hiyo na inapaswa kuzimwa kimya. Na vile hela ipo, basi sidhani kama hiyo kesi itakuja juu. Sasa Dennis alipelekwa chumba cha mahututi na watabibu wakaanza mchakato wa matibabu. Ila cha kushangaza, Dennis alianza kusema ya kwamba kabla hamjanitibu, naombeni mnipige picha nilipojeruhiwa na uso wangu uonekane. Basi madaktari waliangaliana kwa mshangao, maana mgonjwa anataka picha kwenye hali hiyo alionayo. Ila walielewa huenda anataka kumbukumbu au ushahidi kwenye matumizi mbeleni huko. Walifanya hivyo. Ilibidi sasa suruali ichanwe na mikasi ndio zipatikane hizo picha, ndipo matibabu yakaanza. Huko hospitali Kevo hakutaka tena niendelee kukaa pale, akanichukua na kila kitu changu tukaondoka kuelekea nyumbani. Wala hakutaka ruhusa ya dokta wala neno lolote juu ya maendeleo yangu. Mimi kimya. Bakuli langu nimelikomea haswa, nisije kutolewa utumbo bure. Basi bwana. Basi moja kwa moja kwenye gari akaniambia kwamba, baby, unahisi njaa? Nilibaki natoa macho, naogopa hata kusema nina njaa, na nilikuwa nayo kweli. Nikajibu ya kwamba hapana mume wangu. Nijibu kwa utiifu wote. Lakini muungurumo huko tumboni ukaanza kuniaibisha.
tumbo linaunguruma, yani kama na mbuga ya simba kwa ndani. Tulikuwa tushakaribia nyumbani. Kevo akageuza gari, tukaelekea sehemu ya chakula. Tulipofika yeye akaagiza wine, mimi akaniagizia juice matunda fresh. Huku tunasubiri take away ya chakula maana hatukutaka tule hapo. Tukiwa hapo akaniita bana. Nikaitika huku sasa na muangalia usoni. Akasema, "Sitamani kumbukumbu zako zirudi. Mimi nina hisia na wewe na ninakuhitaji." Nikasema rohoni, kwa hiyo ndio hisia zimeanza leo tangu anioe? Na kumbukumbu zangu zisirudi kwa nini? Sasa nikaona ngoja nivunje ukimya. Nikamuuliza kwa upole tu. Nikasema kwamba Kevo wangu, kwani ulilazimishwa kunioa? Nikabaki kimya sasa nasubiri jibu. Ili nimtwange swali jingine. Alinama chini kama dakika hivi. Kisha akaniambia kwamba mwanzo sikuwa nakupenda Lina. Nilikubali kuwa na wewe sababu wazazi wangu walitaka hivyo. Ila kila siku zinapoenda nahisi tofauti, nahisi moyo wangu yani unategemea na kuegemea kwako Lina. Basi kabla hajamaliza kusema alikatishwa kauli na mhudumu. Mhudumu akasema, "Samahani, take away ipo tayari, bili ni hapa." Basi nilimlani huyu mhudumu jamani. Ndio nilikuwa nimeanza udadisi wangu hivyo. Afya anakuja kunikatisha njiani. So nikatulia tu. Kevo akalipia kwa kadi maana atembeagi na cash ni mara chache sana. Alipoondoka mhudumu akataka kuendelea. Nikamwambia kwamba no baby, twende tukaongelea nyumbani kwenye utulivu zaidi hapa. Basi Kevo akatabasamu kidogo na mimi nikapata amani ya moyo baada ya kuona tabasamu usoni mwake. Nikaona sasa ni salama. Akanambia, "Ndio maana nakupenda Lina. Yaani unajali sana." Nilimpa busu ya hewa nini sijui tena. Baada ya hapo tukaondoka. Safari ni kurudi nyumbani. Ile sasa tunafika getini. Nyumba ya pili baada yani kabla ya nyumba yetu sasa. Tunaona maaskari wanagonga mlango kwa fujo. Walipoona hakuna anayefungua wakaanza kuvunja. Ikabidi mume wangu asogee kuuliza kuna nini? Kwenda kuuliza wale raia waliokuwa wamesimama kando wakiangalia ile tukio. Wakasema kwamba ni mzee Nasibu huyo ndugu yangu. Mke wake kasafiri kamwachia watoto kamwachia watoto kashambaka. Kambaka mtoto wake. Kile kidogo kile nani cha miaka 5 ile. Amebakwa mpaka kamekufa bana. Sasa baada ya kufahamu hivyo, mume wangu akarudi kwenye gari. Akawa ananishusha huku ananihadithia aliyoambiwa kwenye nyumba ya jirani kwamba kuna mzee kabaka mtoto. Maini alinikata, nikasema kimoyomoyo, huyo mtoto wangu je, akizaliwa itakuwaje na mabalaa haya? Basi nikasema kwamba Kevo, ukija kumbaka mtoto wetu yani sina cha mume wala nani na kukata makende yako hayo. Alicheka mpaka machozi. Ila ndo message sent bana. Na nilikuwa serious. Akaniambia kwamba twende ndani mke wangu. Mimi sio mkatili kiasi hicho jamani. Basi bwana. Ila uchungu wa lile tukio la kubakwa mtoto kwa namna fulani liliniuma yani unajua nani mdao sasa ni mwenyewe ndo nilikuwa na mimba sasa nikifikiria tena hayo mambo najisikia vibaya. Simanzi linijaa sana moyoni. Muda wote wa Kevo alibaki anacheka peke yake tu. Na mimi hapo nimeweka ndita. Kisirani kikaingia, nikakumbuka sasa lile tukio lililotokea. Nilompigia Kevo simu nikiwa hospitali, akapokea mwanamke na kunijibu kwa nyodo. Sasa nikaanza ukorofi wangu hapo nje. Nikasema kwamba mimi siingii ndani hadi unaambia yule mwanamke ni nani au una wake wawili Kevo. Nilipomwambia hivyo akaniambia kwamba naomba tuingie ndani tusiwape watu faida. Basi nikubali bila yana, lakini sikuwa nataka hata niguse. Sasa na huo zimu wangu nakataa nisiguse huku sasa kutembea siwezi. Na lazima tu atanigusa. Basi tukafika kwenye ngazi, nikasimamisha kiti, Kevo naye akasimama. Ananiangalia tu. Anasema mke wangu, hebu acha basi kisirani. Acha kisirani nikusaidie kupanda hizo ngazi. Si tunaenda kuongea yote ndani ama? Basi sikumjibu.
Nikaanza sasa kujishusha mwenyewe kwenye wheelchair. Nikaanguka bwana. Akaja kunibeba huku sasa mimi na maumivu. Huku nampiga makofi, namwambia nishushe bwana, nishushe Kevo, sitaki uniguse nimekwambia. Mwanaume muongo wewe. Nidhani umebadilika, kumbe una lolote. Sitaki maradhi mimi. Nishushe nakwambia. Kama kunielezea nielezee kule ground floor. Na mdao mpigie simu mama aje anichukue nirudi nyumbani. Nilisema mimi maneno yote hayo Kevo hakuna alinijibu. Nilivona yupo kimya, nikaanza kuleta tafrani. Nikasema niache bwana. Basi zile fujo zangu nini zikafanya nikachomoka mikononi mwa Kevo. Sijui nilimteleza ama mikono ilimuisha nguvu, nikaangukia nyonga kwenye upinde wa ngazi. Kifupa yani kikajikuta kimedata kimfupa changu. Nilingita mpaka chini ya ngazi, huku Kevo ananifuata nyuma, huku natokwa na damu tu. Mimi hapo akili sasa imesizi, sielewi, yani naona kama ndoto. Fahamu zilikata ise. Na kuja kuzinduka niko hospitali, lakini niko na maumivu makali sana sehemu ya tumbo pamoja na alama kubwa kama ni alama upasuaji hivi. Maumivu yani hata kukaa siwezi. Kichwa kinanigonga kama nipige kelele hivi. Najiuliza mbona niko kwenye maumivu hivi? Na ile kovu ni la nini? Nikiwa nashangaa pale, kutupa jicho pembeni naona begi la Jordan. Nikajikaza kulivuta niangalie kuna nini ndani, na kutana mabunda ya pesa. Pesa zote hizi zinafanya nini hapa? Au mume wangu ndo kaziweka? Basi ghafla wakaingia wauguzi watatu na kile kitanda cha wagonjwa. Nikauliza nimepatwa na nini na niko hospitali gani? Sikujibiwa. Walinyamazia tu kimya wakiwa na barakoa usoni. So sikupata hata kuziona sura zao. Wakaanza kuniinua pale nilipokuwa nimekaa. Wakaniweka kwenye kitanda kile cha kuburutwa. Nikaanza kuuliza kwa wasiwasi sasa. Nyinyi ni nani? Mume wangu yuko wapi? Mbona mnijibu na huku mnanipeleka wapi nje hospitali? Sasa nilikuwa nauliza hivyo. Kwanza ni wazi hata hawa si wauguzi. Na wote ni wa kiume. Na hicho kitu Kevo haruhusu hata siku na moja. Mara zote ninapokuwa hospitali hutaka nihudumiwe na wauguzi wa kike. Nikaona hapa hakuna usalama. Mbona napelekwa usawa wa gari jeusi? Tena tinted tupo. Kama ningekuwa ni mgonjwa wa kuhamishwa ni lazima ingekuwepo familia yangu, iweje yani nihamishwe tu kimya kimya. Tena kwa private car. Kwani ambulance hawana hiyo hospitali? Nikaanza kupiga mikelele ili watu wagundue kama natekwa. Mdau anaumia pale kwenye jeraha la tumbo kuliposhonwa. Sasa ule ukelele wa kwanza tu nikawekewa kitambaa cha pua. Sijui kina harufu gani, nikapoteza fahamu. Sikujifahamu mpaka nakuja kupata fahamu niko pembeni ya ufukwe, nimeloana maji. Niko na koba la hela. Mkoba lenyewe limeloana pia, siwezi hata kuinua kidole. Najiuliza huku nimefikaje? Kulikuwa na mvuvi mwenyewe ndio anatoka kuweka vitu vyake sawa aondoke, maana ilikuwa ni usiku. Akaniona. Alisogea pale nilipo ila kwa hofu sana. Akauliza wewe nani? Aliniuliza la sasa, ile kutoa sauti ni kumjibu ndo siwezi. Na kwa ile tamka yake tu niligundua sipo da. Anaongea ni kama style ya Watanga hivi. Alipoona nimetulia stingishiki, sijui alizani labda maiti, akachukua gongo akiwa sasa umbali kidogo hivi akanigusa nalo. Nimetulia vile vile. Kujigeuza hata siwezi. Alipoona ni mtu salama akaja kuniinua pale chini. Akaniuliza dada unatokea wapi? Nijibu tu nisaidie. Hilo ndio neno ambalo nilitoa kwa nguvu zote. Kisha nikazimia. Sasa nikaanza kupata matukio mfano wa ndoto tangu nilipopata ajali na wazazi wangu, kuanza maisha yangu na shangazi yangu nikiwa mlemavu, siku ya harusi yangu na Dennis. Yaani yote mpaka napata tena ajali na kuangukia mikononi mwa Kevo. Nilipojua mimi ni mjamzito hadi kuokotwa na ule mvuvi, yote hayo yalijirudia kama kumbukumbu. Sauti ilisikika ya kwamba tunaomba mtupishe. Hiyo ndio sauti niliyosikia nikiwa nimefumba macho. Na nasikia kwa mbali sana. Huku naitwa kwamba mgonjwa namba 56, mgonjwa namba 56. Ila kuitika ndo siwezi. Nikarudi tena kwenye lepe la fahamu kama niliyepooza hivi ubongo.
mambo yanayofanyika yani ninavopimwa na kushikwa vyote nahisi yani ila sielewi yani nahisi tu ni mfano wa ndoto. Nikachoma sindano usingizi. Nilipokuja kuamka nikakuta ni mama tu yupo pembeni yangu kasinzia haswa. Nikamuita kwa upole maana kila nikijaribu kukaa siwezi. Naumia sana hasa tumbo. Nikaita aunti, hakuitika. Nikajua tu usingizi umempitia. Nikaona ngoja nimwache. Ile hali yupo maeneo haya. Basi inaonyesha ni salama. Sasa nikabaki nimelalia mgongo tu. Nikaanza sasa kuzivuta tena zile kumbukumbu. Huku sasa najiambia kimoyo, ina maana Kevo sio mume wangu. Sasa kwa nini alidanganya mimi ni mke wake? Na Dennis kumbe ni ex, si alioa. Sasa ilikuwaje akanifuata tena mimi? Na mara mwisho aliondoka akiwa mahututi kule hospitali. Na yule mama niliambiwa ni mama yangu mzazi katokea wapi? Mbona sina hata ndugu na yeye? Au ndio kati ya wale nilioona list ya majina yanayolipwa pesa nyingi na Kevo kule staff room kwa Kevo? Pia nilikumbuka siku niliomuuliza yule mama wa bandia kuhusu baba yangu. Akaniambia anaitwa Eric. Na hili jina kama mnakumbuka lilikuwa kwenye ile statement document nilioiona kwenye staff room ya Kevo. Pia nikakumbuka ile siku niliomuona anakabidhiwa kibunda cha pesa na Mr. Nesto akiwa pamoja na Kevo. Nilipoitaja jina la mzee Nesto nikakumbuka ile sura kuna mahali nilishawahi kuiona ila ni wapi? Hapo kwanza nikapozi kwanza hiyo sura ya yule mtu niliona wapi? Ambaye alijifanya ni mkwe wangu. Nishakutana nayo wapi sasa? Nijiuliza mengi yani ni mvurugano tu atasielewi niunganishe vipi matukio nipate japo mwanga. Sasa yule mama aliamka kwa baadaye. Akanikuta niko macho. Akasema binti upo salama vipi hali yako? Nikamjibu nashukuru Mungu. Akasema tulikuwa tuna wasiwasi mimi na mume wangu maana tangu upoteze fahamu huku unafanya hata lolote kwenye mwili wako tofauti na machozi tu kukutoka. Nikauliza ni muda gani nipo hapa hospitali? Akajibu ni miezi 2 sasa. Nilishangaa, mimi nilijua ni siku moja kumbe ni muda sasa umepita. Akaongea tena akasema tumetuma taarifa kwenye magrupu ya WhatsApp na tumepeleka taarifa kituoni ili kama kuna ndugu yeyote ajitokeze. Kwani kwenu hasa ni wapi? Na unaitwa nani mwanangu Hebu niambie. Nini kilikutokea ili tujue tunakusaidiaje? Nikamwambia mimi naitwa Candy Godfrey Miller. Ni Mpare, mama yangu ni Lina Godfrey Miller. Mzao wa Singida, sijui huko nimefikaje ila makazi yangu ni Dar es Salaam. Mpaka hapo msikilizaji nadhani utakuwa sasa umepata picha kamili kuwa ile siku niliozinduka baada ya kupoteza kumbukumbu. Na nilichokuwa nakumbuka ni hilo jina tu la Lina Godfrey Miller. Kumbe lilikuwa ni jina la mama yangu mzazi. Na jina langu halisi mimi ni Candy. Na kuhusu majina kufanana yani la baba na la babu kufanana na la mama yangu ile Godfrey na Miller ni kwa sababu baba yangu mzazi alinikana na kunikataa tangu niko tumboni kwa mama yangu kuwa mimba sio ya kwake. Hivyo nilishia jina la ukoo na mama yangu hadi nilipofikisha miaka 14. Mama yangu aliolewa nikawa tu na baba wa kambo. Kwa hiyo tuendelee sasa. Kwa nikasema kwamba mamangu naomba mnisaidie na hii hali yangu yani mimi sina pa kwenda. Nina shangazi yangu tu yupo Dar anakaa Kinondoni. Anaitwa Mash Godfrey Miller. Ni ndugu wa damu na mama yangu mzazi. Maarufu binti Pembe. Msikilizaji hilo jina alilirithi kwa babu. Ndio ulikuwa maarufu wake kabla hajafariki. Kwa nilipomwambia hivyo nikamtajana namba yake ya simu. Sasa shida ikaanzia hapo, namba naikumbuka nusu tu. Nilitaja tu namba lakini sikutaja namba zote. Nikaishia nusu. Yule mama alinituliza, aligundua hilo kuwa ndio kwanza anatoka kupambana kurejesha kumbukumbu. Akaniambia kwamba mwanangu, na kuomba utulize akili kwanza, usiwe na pupa. Utaikumbuka tu kwa sasa. Ila kwa muda naomba tu nieleze kisa na mkasa mpaka wewe kuwa katika hali hii na kufikia hapa. Basi hivyo niambia hivyo, mimi sikuwa na kificho. Nikampa story ya maisha yangu yote. Sikubakisha kitu, maana nilihisi ndio njia pekee ya mimi kupata msaada. Nilipomaliza maskini, mama wa watu alilia mpaka nimuonea huruma. Ikawa mimi mwenye tukio sasa
na bembeleza. Akaniambia kwamba unajua yani kama umetolewa figo. Moyo ulishtuka. Mbona ni taarifa mpya? Nikasema nimetolewa nini? Akasema ndio, baada ya kufika hapo hospitali ulikuwa na hali mbaya sana. Tukaomba ufanywe uchunguzi mwili mzima. Maana kila tiba unayopewa haikuwa ikifanya kazi. Ndipo ilipogundulika kuwa na ujauzito. Ila pia umetolewa figo na aliyetoa katoa kama anatoa yani kwa mnyama. Maana katoa figo hajakushughulikia wala lolote yani ukashona tu basi. Nilianza kulia. Akana nibembeleza akasema nyamaza mwanangu. Haki ya mtu hailiki mwanangu. Aliyekutoa hilo figo hakika Mungu atamlipia. Karma itaongea, nyamaza. Basi maumivu niliyahisi mara 100 ya pale niliyoyahisi mwanzo. Nikaanza kuunganisha matukio kwamba mara ya mwisho nilizimia nikiwa nyumbani kwa kina Kevo baada ya kuanguka kwenye ngazi. Nikaja kupata fahamu nikiwa hospitali. Na nilipoamka nikakuta nina jeraha la upasuaji tumboni na begi la pesa pembeni. Ina maana Kevo alinilagai kwamba mimi ni mke wake, kumbe walitaka figo. Nilitumika mimi. Kwa uongo wa upendo alionionyesha Kevo nami nikamwamini. Walitumia ile chance ya mimi kupoteza kumbukumbu. Au ni vipi? Je, nani alinigonga? Na kanigonga makusudi ama ni kwa bahati mbaya? Sasa nilipomwambia hilo yule mama, naye moja kwa moja akatia tiki kuwa si mwingine aliyenitoa figo zaidi ya huyo mwanaume anayejulikana kama Kevo. Kiukweli mimi nilishaanza kumpenda Kevo, tena kwa upendo sio na unafiki hata chembe. Sikuamini kama leo hii atanikuta haya. Tuliongea mengi na huyo mama, hata hivyo yeye pia sikuwa namuamini, yani nijifunza kitu kwenye kuamini watu ovyo. Alinipa moyo pale na kuniahidi kila kitu kitakuwa sawa. Na nitarudi mikononi mwa shangazi yangu nikiwa salama. Nikamuuliza kwani hapa niko wapi? Akaniambia ni Tanga. Nilishangaa, Tanga? Mbona nilikuwa da jamani? Na mimi sijawahi kanyaga Tanga. Hiyo ndio mara yangu ya kwanza. Tukiwa pale akaja yule baba mvuvi aliyeniokota kule ofukweni. Walinijali haswa, nisiwe muongo jamani. Nikawashukuru. Alikuja na ile begi. Akasema, "Huu mzigo wako mwanangu." Akanikabidhi ile begi la pesa. Yaani kama angekuwa ama wangekuwa na tamaa, wangeondoka nalo, lakini haikuwa shida zao. Nikajifikiria tangu anisaidie ni miezi 2. Sasa nakula bure, natibiwa bure kwa pesa zao. Sasa nikaona zile pesa nirudishe tu mikononi mwa ule baba ili kama kurudisha kiasi cha hasara niliyowapea, maana siko katika bajeti yao wala sio ndugu yao, lakini kuna pesa wanaendelea kuitumia juu yangu. Basi yule baba alizikataa, lakini lazimisha, hakutaka kubisha, akalipokea lile begi. Nililazwa hapo hospitali miezi 6 bila kutoka, ukijumlisha na ile 2 kabla sijazinduka. Na huo muda nilikuwa nishatimiza miezi 9 ujauzito wangu. Nikusubiri siku ya kujifungua tu. Ila yote kwa yote nilishajua kuwa mwenye huo ujauzito ni Dennis, maana ndo mwanaume niliyegaragara naye kitandani pekee. Siku moja akaja yule baba na mgeni. Hasa kwanza nilipata mshtuko wa macho. Mungu kaumba wanaume jamani. Nyie, kaka la Kitanga ni handsome, mzuri kuliko hata ni mimi jamani. Kama sio weupe unao ni boost, ndo ningezidi kuwa kituko mbele ya huyo kaka. Ni mzuri haswa. Akanisalimia pale akasema, "Hey, habari yako mrembo?" Sauti yenyewe tu ilienda ikanishtua moyo wangu. Nikaanza kujishtukia, nikaanza kuweka sawa sasa nywele. Jamani hapo yani minywele yani ni timtim. Niko rafu tu. Si mnajua tena mtu ukiwa mjamzito, hasa dakika za majeruhi uwezi wala ni wewe huna hamu ya kufanya lolote. Ningejua kama nina huu geni, mbona makeup ingehusika. Basi nikajibu salama, karibu. Akaja akaketi pembeni yangu. Yule baba aliyeniokota anaitwa Mzee Sefu. Akaanza kunitambulisha, akasema kwamba huyu ndio kijana wangu wa pekee anaitwa Creva. Alikuwa Urusi ndio amerudi jana. Creva, huyu ni Kendi, ndio yule msichana aliyekwambia.
Jamani, mimi mazungumzo yote hata sikuwa nasikia, focus yangu yote ni kwa Clever. Yaani alinivutia balaa. Yeye muda wote huo tangu afike ni kutabasamu tu. Akasema pole dia, utapona. Naona kuna kijacho kinakaribia kuja duniani. Basi kwa aibu nikainamisha uso chini, nikajibu siku zinahesabika hivyo, sio mbali tena. Basi mzee Sefu akatuaga kidogo pale, kapata simu ya dharura. Akaniambia kwamba anatoka kidogo lakini mama anakuja muda si mrefu. Nikaitikia tu sawa. Ukurooni napiga makofi hivyo, anaondoka na niacha na Clever. Alipondoka sasa tukabaki wawili. Mimi kijoto tuko ndani. Clever kaniambia kwamba kuwa huru Kendi. Wewe ni mzuri. Kwa hiyo usiogope, sawa kuwa huru kabisa. Nimegundulika jamani, nilipata raha ya moyo na mwili. Kusifiwa na crush, mjue sio kitu rahisi, ni kizito. Tukaongea mengi pale, kumbe pia alishaambiwa mpaka mikasa iliyowahi kunikuta. Ghafla simu yake kaita. Alikuwa ni mama yake. Mama yake akasema baki na Kendi, mimi na baba yako tunaenda msibani mwanangu. Nitakuja kwa usiku kulala naye. Simu yake ilikuwa loud speaker, kwa nilisikia yote. Clever kaniangalia kisha akamjibu mama yake kwamba hapana mama, usijali, mimi niko naye huku, hata usije, nitabaki hadi kesho. Mama akasema umechoka Clever, ujue umetoka safarini tena, yani tukuchosha na majukumu mengine. Clever akasema usijali mama, mimi nabaki na Kendi. Basi niliona kama dunia nzima mimi ndo nimekabidhiwa jamani. Lakini niliona tu ni kusudi la Mungu. Clever kaniambia kwamba yani hautakuwa comfortable nikibakia na wewe. Nikajibu hapana, niko sawa tu ukibaki. Akaniuliza nitakula nini pale usiku, nikamwambia. Sasa unajua tena zile aibu nini, nikajifanya kwanza sina njaa. Na pretend. Akagundua kama nadanganya. Akaniomba nimsubiri kidogo anakuja, nikasema sawa. Alipotoka tu nikaanza kutafuta vibanio vya nywele na mafuta na kitana, nikaanza kusichana nywele ili zipate hata uhai jamani wa Kiafrika. Basi nikajiweka pale nini vizuri. Ni kama nilichanganyikiwa hivi. Clever aliporudi kwanza aliacha mdomo wazi. Alipondoka sivyo alivyonikuta, akasema wao umependeza. Nikabaki na aibu vyangu ni unajua tena Basi akatenga pale chakula. Kwanza mwenyewe nilikuwa hata sina njaa, ila ni vyakula amenunua vingi. Akaanza pale kunilisha. Nikaambia hapana, acha tu nitakula mwenyewe. Akasema hapana, nitakulisha mama. Ujue mama kaniachia mgonjwa kaniambia nimjali, kwa hiyo ndio kwanza nakujali hivi. Basi nikajiambia tu mimi wa kike alafu msimamizi wangu awe huyu wa kiume, hapana. Kuna wale mambo kama kubadilisha nguo, kupelekwa msalani, muda mwingine ujauzito unanitesa. Mama inabidi aniogeshe. Kwa mimi mwenyewe nakuwa siwezi. Alafu leo hii abaki Clever na mimi. Hayo mambo kuogesha sasa itakuwaje? Lakini hata sikumkatalia, nikatabasamu tu. Hiyo siku tulibaki pamoja. Nilienjoy hasa. Jamani mcheshi mchangamfu nini? Japokuwa ni mtu fulani ambaye of course huwezi kufunguka kwake kwa marefu na mapana, ila tulikesha tukipiga story ambazo hata zilikuwa kichwa na miguu. Ndio nikajua kuwa Clever ni mwanajeshi na amerudi kwa ajili ya likizo fupi tu. Mimi sikumwacha nijue kiundani hiyo siku. Nilikuwa ni msikilizaji sana kuliko mwongeaji. Sikutamani hiyo moment ishe. Maana tangu afike hapo upweke ulikimbia, nikasahau shida zangu zote. Siku ya pili mapema asubuhi tu mama alikuja akamtaka Clever apumzike, yeye ataka na mimi. Clever akasema sawa mama, ila narudi jioni nilale na mgonjwa. Mama yake alishangaa akamwambia tangu lini mgonjwa wa kike kalala na msimamizi wa kiume? Hiyo jana nimekuachia bahati mbaya tu. Basi Clever akaomba pale na kuomba. Mama yake akakubali. Mwisho mimi nikakaa kimya tu. Na sherekea huko ndani kwa ndani. Basi mama akaniuliza utakuwa sawa kijana wangu, maana Clever akiamua laki hapa. Nikajibu mwache tu mama, ndo ashaamua, kwa hiyo hapo mtabishana mpaka kesho, mwache tu. Mimi nikajifanya kama sitaki, nataka hivi. Clever alifurahi.
akaondoka zake. Sasa ilipita wiki na Clever muda mwingi sana alikuwa na mimi hospitali. Tukumbuke tangu nifike Tanga sijawahi ona, yani sijawahi kutoka nje hata kwa bahati mbaya. Ni hospitali na mimi. Clever alikuwa ni gentleman mpaka nikashindwa kuficha hisia zangu juu yake. Ila sasa kumtamkia ndo hapana. Ila kama ni mwenye kuelewa ishara basi nadhani ameshanielewa kwamba jirani yake hapa kwake nimekufa nimeoza. Kafika tarehe 7 mwezi wa 11. Hiyo siku nilikuwa naumwa ile mbaya. Uchungu umenishika tangu asubuhi mpaka ni Clever mwenyewe kwanza aliogopa. Akapiga simu kwao kwa mama yake na baba yake nini wakaja. Wauguzi kila muda walikuwa wananipima njia nini. Jibu ni kwamba bado nisubiri kidogo. Mtoto ana raha lakini kumpata ndio shida jamani. Ningejua haya ni mauchungu yani mbona yapata basi. Nisingetaka dudu ya Dennis. Mpaka nafika jioni mimi bado uchungu. Lakini njia bado ndogo. Ikafika saa 3 usiku nikaanza kuona natoka maji mengi chini. Ndio namkamata Clever. Nikamwambia mbona natokwa na haya madude? Akanifunua nguo kidogo akaona kitambaa ni kama kumeroa hivi. Alipata hofu akataka kuita uguzi. Wakaja mbio pale nikatolewa humo nikapelekwa chumba kingine. Pia wakanipima njia bado ni ndogo kwa kuzaa. Na hapo sasa nishafanywa x-ray kuona jua tumboni nimebeba mapacha. Clever yupo huko nje ya mlango maskini anazunguka tu na kusali kama ujauzito ni wake vile. Wakati mwenye mimba huko Dennis yani hana hata habari. Hajui hata kama mama wake hapa napambania uhai. Sasa mimi huko ndani uchungu shanizidi. Nikupiga makelele tu. Na huko Clever kana nibembeza asema Kendi mama utajifungua salama jikaze. Basi ilibidi amwachie kwa sababu ni kama alikuwa anangeka sana. Ikabidi amwachie aje kwenye chumba ambacho kunajifungulia. Akaja kunishika mikono huku machozi yanamtoka. Akanikisi usoni nini? Na busu la mtu mzima ise. Mimi mdogo sielewi nalia tu tumbo. Kidogo mtoto wa kwanza nikaanza kusikia kama anashuka hivi. Nikamwambia daktari nahisi anashuka mtoto. Akaja mbio kumwangalia. Njia nayo ilikuwa tayari sasa ila sasa ni amegeukia yani alikuwa hajatoka kwa stari nzuri. Basi wakaona sasa kwa sababu mtoto atatoka kwa namna mbaya kwa sababu ilitakiwa kichwa ndio kianze kutangulia ni kama kalianzia siji makalio hivi kwa sababu nadhani ile kuviringita mtoto kama aligeuka. Nikaanza kuita mama. Naita mama lakini hayupo. Huko nje mzee Sefu na mke wake ni kusali tu. Huku Clever analia, huku akamata mkono wangu. Kwa sababu daktari alisema kwamba ilibidi yani hapo nilitakiwa kuanza kufanywa mchakato ili mtoto ageuke kichwa ndio kianze kutoka. Na muda huo wote wanashuhudia ninavyojifungua live bila chenga. Kuna muda ulifika nikachoka kupush na ndio kwanza kinatolewa kitoto kimoja. Hapo kuna mwingine tumboni. Sasa nilivokata moto wakanimwagia maji ya baridi bana. Nikarudisha fahamu. Sasa daktari akaniambia kwamba jikaze na kuomba sana jikaze. Basi nikavuta pumzi. Kikatoka kitoto cha kwanza. Nilivyosikia ule mlio wa kichanga changu ulinipa nguvu ya kuvuta pumzi nimtoe na mwingine. Clever hapa analia mpaka kamasi. Akaniambia jikaze baby jikaze Kendi jikaze. Mimi nguvu sina. Hata mimi kitoto changu cha pili katoka. Clever alishangaa sana kwa furaha baada ya kuona wapacha watatu. Lakini alikuwa mbali na njia ilibidi sasa tusubiri kama sekunde ashuke kwenye njia. Kwa sababu ile wa pili mimi nilivomtoa nilihisi kama kuna mwingine watatu. Nikamwambia daktari mbona kama nahisi kuna mwingine. So nikapush mtoto watatu. Nikafanikiwa pale kumtoa naye lakini hakikulia. Nikaanza kuuliza daktari mwanangu vipi yuko hai? Akajibu tu usijali. Basi Clever akanikumbatia pale akasema hongera yani. Nikashangaa mbona hani tena. Wauguzi wakamuomba atoke kidogo nisafishwe. Lakini bado hapo sijasikia kilio cha mwanangu ule watatu. Nikaona ngoja niyafute mawazo hayo ninayofikiria kuwa huenda kina uhai kichanga changu. Nilipomaliza nikachekiwa nipo sawa. Basi wakanirudisha kule nipo lazwa mwanzo chumba changu cha kawaida.
Nikasema naomba nione watoto wangu. Muuguzi akanitoa shaka. Muda mchache tu akaingia Clever na vipacha vyangu viwili mkononi mwake na mwingine mmoja kabebwa na mama. Nilipata kihisia fulani hivi nikatamani hata Clever ndio angekuwa baba wa hao watoto. Akaniletea pale nikawa anawanyonyesha mwenyewe na Lia siamini kama leo ni mama wa pacha watatu. Ila yule niliyemzaa mwisho, yani wa mwishoni, alikuwa kama kigonjwa fulani hivi, kwa hiyo nikaambiwa nimnyonyeshe yeye kwanza ili achukuliwe na uguzi akaendelee na matibabu. Nijikuta naingiwa na simanzi. Mtoto wangu ndio kwanza anaiona dunia, lakini maradhi nayo anaanza kumwandama. Clever aliona hilo. Baadaye waliondoka wote, nikabaki na Clever tu. Akaniuliza, Kendi, umeolewa? Labda upo kwenye ndoa au na mtu? Nilishangaa, jamani, mbona aniulize hivi? Nikamjibu hapana, kwa nini? Akanambia kauliza tu. Then akataka kujua mimi ni mzao wapi, nikamwambia pia. Basi akanikumbatia, nikashangaa, jamani, mbona ghafla? Kidogo simu yake ikaita. Nami nikapiga ujicho, namba amesave Dream. Akaweka na kopa love. Akanambia nakuja Kendi, naenda kuongea na simu. Mimi hata sikumjibu, nikageukia upande wa pili. Yaani ni kama sijamsikia hivi. Hapo nishavuta mdomo. Napata hivyo mkali mno, sijui umetokea wapi. Basi alipoona nimechukia hakutoka maskini, wala simu hakuipokea. Akatoa sauti. Akasema basi Kendi, sipokei kama hutaki. Nikamjibu pokea, sasa mimi simu zako zinanihusu nini mimi? Na mimi ni nani haswa hadi nikupangie mtu wa kuongea naye? Wewe pokea tu, wala hata usijali. Akasema mbona umekasirika Kendi? Nilimwangalia machoni nataka kumjibu tu, nikaona mlango unafunguliwa. Kuangalia ni baba. Na yeye alipoona ile style tuliokaa alielewa. Hapo hata Clever ajui kama baba yake yuko nyuma yake, ni mimi tu ndo niliyemuona. Maana mimi ndio nilikuwa uso wangu kwa umeangalia mlangoni. Nikasema leo tuna mengi ya kujieleza kwa wazazi wa Clever. Toba Mungu wangu. Lakini cha ajabu akarudi nyuma, akaurejesha mlango taratibu huku anatabasamu. Hakutaka kutukatisha puzi letu bwana. Nikashangalia furaha niliyomuona nayo baba Clever, mzee Sef, nikajua basi mkwe ndio mimi. Nami nikajikuta natabasamu. Sasa Clever kadhani natabasamu, yani namuonyesha tabasamu yeye. Na yeye akaanza kujichekesha nini, nikamkunjia sura. Nikasema Kendi, mbona hivyo tena? Nimekuuliza nini tatizo? Tena umebadilika ghafla. Nikaona hapa mficha donda huumbuliwa na usaa. Binti wa Godfrey nikafunguka short and clear bila kupindisha maneno. Nikasema nakupenda ndo tatizo. Yani kwa moyoni nilikuwa najishangaa, mbona nimefanya jambo la ajabu? Jambo la kimbelembele jamani, bila hata kushirikisha moyo wangu. Yani midomo imeropokwa tu. Sasa kaka watu hakuamini. Kwanza alininyonya lips ese. Paka nikaroa ute huko kwenye katunda bwana. Akasema Kendi, unachoongea unamaanisha? Nikajibu ndio, nimekupenda. Tena nimekupenda tangia zamani tu, siku ya kwanza kuona. Basi alibaki ananiangalia huko analia. Yaani hiyo siku ndo nilihakiki kuwa majeshi wamekaza huko nje, ila kwa wanawake ni mazezeta tu. Basi akasema kwamba mimi nilikupenda hata kabla sijakuona Kendi. Tangu naambiwa taarifa zako na mama nishakupenda. Na nilimwambia kuwa nataka kukuoa, lakini ikiwa tu utakubali. Basi nishangaa jamani, kumbe ndio maana wazazi wa Clever walikuwa wananijali, kumbe mtoto wao ashawaambia kuwa ana lengo juu yangu. Ndio nashangaa muda wote huo hawanichoki tu, kumbe siri ndio hii. Sio siri, nilifurahi ese. Nikaona ngoja nimpime kweli anayosema ni kweli. Nikaambia lakini Clever, mimi ni mwathirika. Akasema hata uwe vipi Kendi, mimi ndio nishakupenda, nitatumia kinga. Niliacha mdomo wazi. Nikamuuliza ikitokea nimekuambukiza je? Akajibu tafadhali bwana, nielewe nishakupenda, vyote vile itakavyokuwa basi siwezi kubadilisha chochote. Asio siku msikilizaji, mimi ndo niliamini upendo wa kweli upo. Nikajiona mjinga kulilia ma ex huko nyuma. Kumbe ni woga wangu tu wa kuwa mvumilivu
na kuhofia kuchelewa. Kumbe Mungu wangu huku ameniwekea mtu wa maana tu. Katika maisha kitokea nimeambiwa nitaje watu wawili wa kuwashukuru, basi nitataja maadui zangu, maana wao ndio wanachangia 70% ya mafanikio yangu. Maana bila ubaya walionitendea, yani kina Kevo, nisingefika huko Tanga na nisingekutana na Clever. Na mwingine wa kumshukuru ni X. Yani bora tu aliondoka. Sasa Clever akaanza kuhangaika pale miguu yangu itibiwe ipone, na hilo aliambiwa linawezekana. Maana sio kwamba nipate ulemavu permanent. Hapana, ni vile shangazi yangu hakuwa na hiyo hela ya kunitibia nirudi kwenye kusimama. Ndio hicho tu kilichokuhamisha. Ila kwa Clever hiyo hela haikuwa kikwazo. Akaniambia, Kendi, na kuahidi panapo Mungu kupenda utapona. Na nitakuoa, sitaki kuchezea Kendi. Ulioyapitia yametosha. Nataka uwe mke wangu moja kwa moja. Lakini kwanza tutibu miguu usimame tena kipenzi changu. Nilibaki na muangalia tu Clever, siamini. Na hivyo alivyosema pacha zetu, maana anawachukulia wanangu kama watoto wake. Nilizidi kumpenda na nikimshukuru Mungu. Basi bwana. Siku ya pili saa 3 asubuhi ndio nilikuwa naenda kufanywa surgery, yani upasuaji. Wakaja wazazi wa Clever pale kunitaka, yani kunitakia kila heri. Wakabaki na watoto wangu. Clever akanisindikiza mpaka hicho chumba cha upasuaji. Niliingizwa ndani, yeye akabaki mlangoni. Baada ya dakika chache surgery ikaanza. Hatimaye ilifanikiwa, niliingia chumba cha upasuaji nikiwa sasa nimekaa kwenye wheelchair. Ila hii inatoka nikiwa nachechemea japo kwa kukamatwa huku na huku. Maana sijatembelea hii miguu na ni kwa miaka sasa. Hivyo ni mpaka nifanyie mazoezi. Sikuwa hata naweza kuvaa viatu, maana naviona vizito. Kwa kweli Clever ni mwanaume, sio mtoto ase, ni mwanaume. Nilimwonea huruma. Kipindi chote hicho, yani tukumbuke sijapata mawasiliano na shangazi yangu. Yani tangu nilipopata ajali, na hata hivyo ni kutumwa taarifa mitandaoni pia haikuzaa matunda. Nikafika muda sasa matibabu yangu yakawa yameisha. Lakini nilikuwa naenda kliniki kuhusu mambo ya figo nini, bado nasumbuka tu. Sasa Clever akaanza kutaka ndoa. Nilifikiria kuolewa bila idhini ya shangazi yangu nitakuwa sina shukrani, maana yeye ni kama mzazi wangu. Nikamwambia Clever, mimi sina pingamizi na hii. Mimi nimekubali tu, natamani hata leo unioe, niwe wa kwako. Basi nilivyomwambia hivyo, nikasema lakini ningetamani hili swala shangazi yangu ajue, maana ni kama mama kwangu. Clever kupinga, na wazazi wake waliunga mkono swala hilo. Waliona ni jambo la busara zaidi. Akaandaa safari ya sote pamoja ili tukifika huko basi mahari na kuchukua idhini na mambo mengine yaendelea ndoa. Siku ya pili tukaondoka kutoka Tanga kuelekea Dar. Tulifikia tu kwenye nyumba ya kukodi Dar ambayo huwa mara kwa mara ndio hufikia, maana hawana ndugu huko. Mjue mwanzo nilivyoona mzee Sefu ni mvuvi nilijua ni familia kawaida tu kiuchumi, lakini haikuwa hivyo. Inajiweza aswa. Ila sio watu wa majivuno. Ni kwamba tu alitaka maisha yao yawe simple. Ilikuwa haina hata lazima wa mzee Sefu kwenda kuvua, maana pesa ipo na inaingia kivyovyote tu. Hata alale pesa inaingia. Muda wote Clever yupo na watoto wangu, yani kama baba mzazi hivi. Na wakati huo mimi nilikuwa na pete kidoleni. Tena pete ya gharama tu, sababu nishachumbiwa tayari na huyu Clever. Ilipofika siku ya pili yake mapema tu, tukatoka mimi na Clever na tukaanza kumtafuta shangazi. Tukaenda paka kule tulipokuwa tunaishi mwanzo. Nafika nakuta kufuli kubwa tu mlangoni. Nilichoka. Clever kananiambia tuulize majirani hapa, huenda akawa anafahamu chochote. Basi nikaambia na kama amefariki tayari. Clever hapendi mawazo hasi, yani mawazo hasi hapendi sana. Anachukia sana mawazo hasi. Akasema kwamba kwa nini usiseme huenda yupo hospitali mpaka umfikirie vifo Kendi? Nikajua hapa nishamkera. Nikamwambia basi yaishe baby.
Nikasogea kwa jirani yetu mmoja hivi maarufu kwa kuuza vitafunwa vya asubuhi, anaitwa Mama Tina. Nikasema, "Haya wenyewe humu ndani." Akasema, jamani ni macho yangu ama naota?" Alifurahi huyo. Akaanza kupiga vigelegele, hakuamini eti kama yule Kendi mlemavu leo huyo amerudi mtaani nikiwa natembea. Na nimenawiri. Tuliongea sana, akaniuliza nilikuwa wapi siku zote hizo, shangazi yangu ananitafuta mpaka changanyikiwa. Nikamzubaisha tu, sikutaka kumpa story ya kusambaza mtaani. Mimi sipendi. Mwisho siku yani ndo unakuja kuonekana ni mada mtaani. Basi akasema, mwenzangu, hapa huyu kaama zamani tu tangu ulivyopotea wewe. Maana mtaani watu walianza kumuita mchawi wakidai kakutoa kafara. Maskini kumbe watu tu wamemsingizia, Kwa hiyo hakuweza tafran. Akaama. Hasa niliacha mdomo wazi. Mbona watu wana midomo ya uongo hivyo? Ikabidi sasa niage mbio mbio ili watu wasije wakaniona. Nikajitanda kimtandio vizuri kuficha uso, nikaelekea kwenye gari. Nilipomwacha mume wangu mtarajiwa Clever, ndo nilipomkutia hapo hapo. Akaniambia, "Mbona umeziba uso, kuna shida gani?" Basi nikampatia mchapo A to Z nilichoambiwa huko. Tulichoka maana hatukuwa hata na wazo yani tunaanzia wapi ili tumpate. Na huku Clever ashaandaa maandalizi ya harusi. Zimebakia siku 3 tu. Na hapo watu washaalikwa. Hatukurudi nyumbani. Ikabidi niende anapofanya kazi shangazi, lakini sasa kushajengwa. Nafika hapo alipokuwa akifanya kazi pia mazingira ni mengine. Ni wazi yani afanye tena kazi hapo. Kwanza nikaa kwenye bench. Clever kaniuliza ukumbuki sehemu nyingine ambayo japo tukienda tutapata hata pa kuanzia. Basi nikafikiria nikaja kukumbuka kuna ipo sehemu na hapo hakika kwamba yani tukienda hapo na hakika kwamba sitomkosa. Basi ila nishachoka. Si unajua mimi bado ni mgonjwa Clever kaniambia turudi tu nyumbani tutaenda kesho. Nikasema hapana Hapana kabisa. Yani naomba tuende leo. Siku zenyewe ni chache kufika harusi. Kwa bora tuende leo. Basi Clever alishangaa, mbona tumekuja klabu? Nikaambia mshangazi akosi ndio maeneo yake haya. Ikitokea tumemkosa basi hayupo hai au kashaa mada kabisa. Clever akubisha tukaingia. Moja kwa moja nikaenda counter. Kuna mhudumu pale nikamsalimia. Aliponiona kwanza alidua maana tunafahamiana. Akasema, "Kendi, umesimama tena?" Alianza kunikagua pale na siamini. Nikamwacha akagua kimaliza ajijibu mwenyewe huku nikitabasamu. Tulipomaliza tulisalimiana, alifurahi mno. Muda huo Clever yuko nje kwenye sehemu ya chakula ananua msosi. Maana tangu tulivyokula asubuhi hatujanusa msosi tena. Nikamuuliza Jafet, "Vipi? Shangazi kaja hapa kwa hizi siku chache?" Kwanza Jafet alicheka akasema, "Yani weekend." Bima shule pale. Ataama mpaka ahera lakini hawezi kukosa. Seni furahi sana. Sikutarajia kama nitamkuta shangazi. Nikageuka nyuma na muona shangazi yangu. Mwanamke alisimama na mimi bila kujali kasoro yangu na kunilea kama mama mzazi. Ili hali ni mtoto dada yake tu mimi. Hapo kalewa chakari. Huko anasema, "Jafet, pombe imeisha." Nibaki na tabasamu tu kumachozi yakinitoka. Nilishindwa hata kuinua hatua kumfuata. Hapo naye Clever alishamaliza kununua chakula akaja ndani klabu akanikuta nalia tu huku nikiwa nimesimama. Akasema, "Mke wangu vipi? Nini tatizo?" Nikasema, "Clever, shangazi yule pale." Akasema, "Sasa ndio simame hapa sasa hapa kulia jamani, sisi tumfuate sasa." Futa machozi. Basi nikafuta machozi pale. Clever akasimama pembeni. Nikamsogelea shangazi. Hata kabla sijamwambia lolote akajitupa kwenye kiti. Ndio usingizi kumpitia hivyo. Nikamwangalia Clever akasogea. Akauliza, "Vipi?" Nikasema, "Pombe ishamzidia tayari." Akasema, "Basi tuondoke naye." Basi nikaenda kumwaga yule Jafet yule, nikamwambia pia naondoka naye shangazi. Tulipofika nyumbani Clever akampeleka chumbani kwa wageni. Sasa maana hapo mimi tulimwacha hapo mpaka sasa amke na usingizi wa pombe wote uishe.
Asa mama Clever akauliza kwamba vipi wanangu? Tukaambia kalewa tu, hakuna tatizo lolote. Kidogo hofu ikamshuka. Nikanyonyesha wanangu pale kama kawaida. Bibi yao akawachukua, akasema kwamba kapumzike Kendi mwanangu. Maana najua kwa hali yako utakuwa umeshachoka sana. Basi bwana Clever akaja naye kanikuta yani niko macho tu. Mlalaji hata yupo. Akaniambia tangu ulivyoingia chumbani mimi nikajua umeshalala zamani. Nikasema sasa mimi natoa wapi usingize? Natamani tashangazi amke. Akasema tulale tu bwana. Akiamka tutaongea naye. Kwa sababu ukisema msubirishia hapa hiyo sio leo. Labda kesho. Sasa hivi ni usiku saa 5. Kweli tukalala bwana. Mimi nisubiri mpaka nikapitwa na usingizi hakuamka. Asubuhi ya siku ya pili mapema tu nikaamka na bashasha zangu mbio chumba cha wageni. Nafika pia nakuta hajaamka. Nikaenda kumwangalia pumzi yuko hai kweli? Kulala gani huku jamani? Nikakuta yuko sawa tu. Nikarudi chumbani kwangu nikasema Clever, hivi mtu akinywa pombe ndo analala hivyo kupitiliza? Akasema pengine mchana ndo ataamka. Wewe njoo tu tupumzike, wala tusijali, ataamka tu. Basi ilipofika mchana shangazi ndo akaamka. Nilifurahi mno nilivyosikia anakohoa huko chumbani. Nikachukua supu ya moto mbio nikaenda kugonga hodi. Nikaingia, alitoa macho huyo. Akainuka huyo. Akaja kunikumbatia. Bado kidogo tu tumwagiane supu za moto. Akasema ulikuwa wapi Kendi mwanangu? Mbona umeondoka na ukuniachia hata neno? Nimekutafuta hadi kwenye mashimo ya panya Kendi. Kwa nini lakini? Au ulichoka kukaa na mimi mwanangu? Naambia ulipatwa na nini? Shangazi aliongea sana pale kama kaida yake, akiongea malize. Mimi baki namsikiliza tu huku nikitabasamu. Na mdao machozi fulani yanatoka. Nikasema shangazi, ungeacha tena kulewa jamani, umri unaenda. Unajua unazidi kujiumiza. Akasema naachaje na umenipatia mawazo nisiyoyaweza Kendi? Hebu simama kwanza. Sasa nikaanza kucheka. Tuseme muda wote huo hajaniona kama anatembea kwa miguu yangu. Ndo anashtuka eti muda huo. Nikasimama. Hajaamini pia. Akaweka bakuli la supu pembeni, akaanza kushika miguu yangu juu mpaka chini. Yaani kama tu anashangaa kwa furaha ya kuniona tena nikiwa sio tena yule mtoto wake niliyekuwa nikinyanyapaliwa. Basi akaanza kulia pale akasema binti yangu jamani, Mungu ni mwema. Basi mwisho tulikaa nikaanza kumsimulia alionikuta tangu ile siku niliotoka dukani kwangu nikiwa hali mbovu tu baada ya kuona picha za Dennis na mwanamke mwingine wakifunga ndoa. Kwa hiyo ni kama nilivurugika hivi hadi kufikia kutolewa figo. Nilimuelezea yote. Lakini kwenye swala la mimba, shangazi alipojua kama ni ya Dennis, alianza kutukana huyo. Yaani alitokea kumchukia sana Dennis. Basi alitaka kuona pale wajukuu zake. Nikaendelea ukumbini, alishangaa akasema, kumbe ni vitatu jamani. Alipiga vigeregere pale. Tulipata chakula cha mchana, tulimaliza pale shangazi akaniuliza kwamba sasa hao walio kutoa figo, kweli mwanangu na waache hivi vitoto bila kuwafungulia kesi? Nikajibu sasa nitawafanya nini sasa? Na wana pesa. Acha tu shangazi, mimi nitapona na maisha mengine yataendelea. Basi katika ongea yetu nikajikuta nataja jina la baba wa Kevo, Mr. Nesto. Ndio shangazi kushtuka. Akasema, wewe Kendi, huyo Nesto si ndio yule mzee aliyekuja nyumbani siku ile akajifanya anataka kukuozesha kwa mwanae, kumbe alikuwa anataka figo? Basi bwana shangazi alivyosema hivyo ndio kuvuta kumbukumbu, nikakumbuka ni kweli ni yule mzee aliyekuja nyumbani siku ile. Ina maana kuacha kuniandama. Nilifikiria pia huenda ile ajali na kutengenezwa. Sasa shangazi akasema kwamba wewe usiniambie kesi hakuna. Hapa kesi lazima isimame. Shangazi alianza kufoka. Sasa muda wote huo Clever alibaki kimya tu akisikiza mazungumzo baina yetu. Ni kama alikuwa na hesabu yake pembeni. Ila sasa hakuchangia neno lolote. Na mimi nilishasema kesi isifunguliwe. Naye hakutaka kuniudhi na mabishano nini.
Nishajikatia tamaa hata ya kuishi, maana kila siku afya yangu ilizidi kudhoofika. Na ndio maana Clever alitaka nifungane ndoa mbio mbio, japo kwa huo muda mchache wa uhai wangu, lakini niishi kwa furaha na niage dunia kwa amani. Japo ni apate kuishi na mwanamke wa ndoto yake ambaye amekutana naye kwa bahati mbaya tu. Na kumbe daktari alimwambia kuwa figo langu lililobakia halifunction vizuri. Hivyo sina muda mrefu hata hivyo wa kuishi kama sitopata figo la kupandikizwa basi. Na hakuniambia hilo Clever. Yali zidi tu kunionyesha upendo na kunitimizia kila nilichotamani katika maisha yangu, huku akihakikisha sifanyi kazi nzito na mlo wangu ni wenye afya. Basi baada ya kukubali yaliyotokea apite, Clever aliniambia mbele ya shangazi na wazazi wake kwamba Kendi, na surprise yako kabla ndoa yetu. Nikamuuliza ni ipi hiyo? Hakutaka kusema. Kisha akapinda goti mbele ya shangazi huku akitokwa na machozi. Akasema nakuomba shangazi, niruhusu nimuoe Kendi. Nampenda sana na kwaidi nitamtunza na kumlinda. Shangazi kwanza aliacha mdomo wazi jamani. Hakuamini kama nitakuja liliwa na mwanaume siku moja na mimi. Alimuinua akasema mimi sina tatizo mwanangu, kama umenihakikishia yupo kwenye mikono salama, sina shaka na wewe Clever. Basi lobakia ni kusubiri siku ifike, maana tayari shangazi yangu alisharidhia. Huku nikijiuliza ni surprise gani hiyo ya Clever anayotaka kunipatia. Sasa tulikaa kama siku 2 hivi. Jioni yake Clever akanitumia message tukiwa sote ukumbini sasa. Na hisi hakutaka kuniambia kwa mdomo, kuhofia wazazi wake. Message ilisema ya kwamba sweetie, twende chumbani, kuna kitu nataka nikakwambie. Nikajibu haya mume wangu. Basi nikainuka pale, nilipofika room nikatoa nguo, nikabaki tu na nguo laini ya kulalia. Maana sikuwa na mpango wa kurudi tena ukumbini, ili tukimaliza kuongea nilale tu. Hapo matiti ni ananivuta jamani, kunyonyesha watoto 3 kwa mpigo, sio mchezo. Nikamsubiri mpaka usingizi ukanipitia. Akaniita pale, nilikuja kuamshwa na busu. Akasema Kendi, unajua kama nakupenda Nikasema ndio mume wangu najua. Vipi, kuna tatizo? Akasema hapana, ila kuna kitu nataka nifanye kwa ajili yako, ni muhimu sana. Nikauliza kitu gani Clever baba? Au ni ile surprise? Akasema ni hiyo. Nilikuwa naomba harusi nisogeze mbele kwa wiki tu mke wangu, ili hilo jambo litimie. Kwanza nikanyamaza. Nikaanza kujiwazia mbona harusi ipelekwe mbele, kwa lipi la muhimu haswa? Sije kuwa ndo mambo yale niliyokutana nayo kwa Kevo na Dennis, kutumika na kuachwa. Alipoona nimejawa na maswali usoni, alinikamata mikono akinitaka nimwangalie usoni. Akaniuliza unaniamini mpenzi? Nikajibu na kuamini. Akasema basi niamini na kwenye hili. Mimi nakuoa Kendi, na wewe ndio mke wangu nitakayeishi naye. Sawa? Basi mimi nikajibu tu sawa ya kinyonge. Huko kichwani najiambia surprise gani hiyo jamani? Alinibembeleza mpaka pale nikalala. Muda wote mimi sikuwa hata na wasiwasi na watoto wangu, maana mkwe wangu Mama Clever anapenda sana watoto. Yeye ndo anakaa nao na kulala nao. Kesho yake mida kama ya 4 asubuhi Clever akatoka. Ila kwa vile sasa alivovaa ni kama anaenda jeshini, maana mimi sikutaka kumdadisi na maswali yangu, nikamwacha aende, nitamuuliza akirudi. Ila hapo kwa huo mtoko akili ishapiga rada kuwa si bure, lipo jambo tena zito tu. Maana sasa mpaka amani ilinipotea. Na waza kuna nini hicho Clever anachotaka kufanya kabla harusi yetu. Ikabidi sasa niwaambie wakwe zangu kuwa harusi tutaisogeza mbele kidogo, ili ni kama wiki hivi. Ila hata wakushtuka, waliniambia hilo jambo mtoto wao alishawaambia tangu tuko Tanga. Mzee Sefu akasema kwamba mwanangu Clever anakupenda tena sana tu, kwa hiyo kuhakikisha hilo mpatie muda mfupi tu utajionea. Na amini katika hili, mimi na mama yako hatuwezi kuruhusu baya lolote likutokee. Basi nikaanza kupata amani kwa hayo maneno. Bahati nzuri shangazi hakuambiwa siku ya harusi.
Clever alimwambia tu kwamba hivi karibuni tunatarajia kufunga ndoa. Kwa hiyo haikuwa na haja ya kumwambia kuwa ndoa imesogezwa mbele kidogo, maana asingeelewa. Angeanzisha tafrani tu kama kaida yake. Tukiwa hapo ukumbini, tukaona kwenye TV familia ya Mzee Nesto ikiwa live kusherehekea miaka 15 ya kusimama kwa kampuni yao. Kiukweli roho iliniuma. Uchungu uliniingia. Nilikuwa namwangalia Kevo kwa hasira anavotamba na figo langu huku mimi nateketea. Paka mama aligundua hilo. Nikabidi wazime TV. Sasa kwako nikasema mshenzi yule, yani sitamsamehe mimi na Karima itamlipa yeye na familia yake. Nilisema kwa kumaanisha. Na kama ijulikanavyo neno la mzurumi, yani mtu ambaye amezurumiwa halirudi. Basi hiyo siku kwangu ilikuwa chini juu. Tangu nione sura za wale wauaji, nikaona tu ngoja nirudi chumbani kwangu huko. Huenda mawazo yatapungua. Ila hiyo siku pia nilimsubiri mume wangu mpaka inafika usiku hajarudi. Nikaangalia ni saa 1. Nikajiambia atarudi tu ikifika saa 3 hajarudi. Basi na nikasema hapo ikiendelea hapo mpaka saa 4 nitampigia simu. Kwanza hata saa 3 yenyewe haikufika, nikasikia sauti yake huko nje. Alikuwa anasalimiana na wazazi wake. Sasa na mimi nikavaa niende huko. Kwanza nimemiss, yani siku nzima kukaa bila yeye pembeni yangu ilikuwa ni nzito. Alafu pili nimuulize alienda kambini kufanya nini? Na yeye afanye kazi Tanzania. Sasa nilipofika tu akanikumbatia. Huyu mpuzi huyu. Akanifanya sasa ni maswali yote ninayotaka kumuuliza nikasahau. Akanibeba juu mpaka chumbani. Huko kufika tulianza kucheza nini mahaba nini. Nikawa zoba bwana. Na mimi na mapenzi. Basi tulivyomaliza pale ya kwetu mume wangu akaniambia kwamba Kendi, kesho saa 2 tunaenda mahali sote. Yaani wewe, mimi, mama na baba. Watoto tunamwachia shangazi. Nikajibu, kwani ni wapi huko? Akasema ndio hiyo surprise inaanza kesho mke wangu. Kwa hiyo jiandae kufurahi. Basi hapo nishapewa kichapo cha kutosha kitandani. Niko mwepesi. Nikajilalia kifuani kwa Clever. Siku ya pili tukatoka baada ya shangazi kufika. Kwa ile taswira yake tu nilijua lazima shangazi anajua tunaenda wapi. Maana sio kaida yake kwenye hali kama hiyo. Lakini wala hata hakutuambia chochote. Akasema mkirudi mtuletee zawadi zilizonona. Nikasema bibie huyu anajua, lakini yeye kaamua kunificha. Nilivaa nikapendeza haswa na mshepu wangu nini. Hapo akili najiwazia sijui tunaenda kupati ama vipi. Basi safari ikaanza. Nishangaa tumekuja mahakamani. Nikamuuliza mume wangu Clever. Akanikiss tu kisha akaniambia nimekuambia ni surprise, kwa hiyo mke wangu sitakuwa na maelezo juu ya hili. Na kuomba huko ndani useme kila ulichokutendea. Na wao watakuwepo, kwa hiyo usiogope sawa? Mimi mume wako nipo na wewe katika kila hatua. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Aise, msikilizaji, sikuamini kama Clever atanipambania kiasi hiki. Kikweli nilikuwa na kiu ya kufanya chochote kitu ili kuwakomesha hawa wajinga wakatili kabisa Kevo na familia yake nzima. Wajute kunijua na wakome kabisa kurudia mchezo kwa watu wengine. Basi nikamkumbatia pale Clever huku wako zangu wananipa moyo. Wakiniambia hata nisijali, hii kesi tumeshashinda tayari. Ila ni mimi tu kwenda kutoa ushuhuda. Nikamwangalia mume wangu ili kumuuliza kwa macho ni kweli, akajibu ya. Usilie, utaharibu makeup. Basi bwana tukazama ndani. Picha likaanzia hapo. Mtuhumiwa namba 1 hadi namba 3 wakaitwa. Alikuwa ni Kevo, Mr. Nesto na mke wake. Walipopandishwa kizimbani na mimi nikapandishwa kizimbani, kesi ikaanza. Kwanza waliulizwa kama wananifahamu. Wakanikana mazima eti ndio kwanza leo wananiona hapo. Huku Kevo akinishangaa kabisa baada ya kuniona nimesimama. Alizani mimi nitakuwa nikilema milele. Hivyo walivyonikana walimpa hasira Clever. Hapo yeye alikuwa ndani ya kesi akiwa kwenye vazi la suti. Wazazi wake walikuwa kwenye viti vya wasikiliza kesi. Sasa Clever akapeleka ushahidi namba 1. Si wanasema wanijui. The video likawekwa live bwana, kila mtu anajionea. Ilionyesha ile siku niliyopata ajali
nilivyotoka dukani kwangu baada ya kuona picha za Dennis za harusi. Kumbe kwenye ile ajali raia wema walichukua video. Kama ilivyo kawaida ya Tanzania, tukio dogo tu watu na visimu vyao na rekodi. Sasa kwenye ile video alionekana walikuwa watu, yani kwenye gari alikuwemo Mr. Nesto na mke wake. Na Mr. Nesto ndo alikuwa ameshika usukani na kunigonga. Hapo akasimama wakili wangu kuelezea hilo tukio, ikionyesha wazi kuwa ilikuwa ni ajali ya makusudi. Watoto waliacha mdomo wazi, maana kilichoelezwa hapo ni ukweli mtupu. Ndio na mimi kumjua aliyenigonga kumbe ni baba wa Kevo. Alafu Kevo siku ile nilipomuuliza aliniambia aliyenigonga kakimbia, hivyo kesi ipo polisi. Kumbe ni babake mzazi. Nilipata hasira. Basi wakili akamaliza kwa kusema kwamba Mr. Nesto hapo pia humjui bibi ya Ken Godfrey Miller. Basi wakabakia kimya. Kevo akarukia akasema kwamba mimi na usikaji sasa na hii kesi. Kudadeki huyo mbuzi, yani ndo alinipa hasira. Anauliza na usikaje wakati pale alipo anatamba na figo langu. Na ndio sababu ya yote hayo. Alipojifanya usiki, wakili akaleta ushahidi namba 2. Alikuwa ni yule mwanamke aliyejifanya ni mama yangu mzazi. Akatambulishwa kwa jina la Mwantumu. Ndio nikakumbuka ile jina niliona kwenye ile orodha ya malipo kule staff room kwa Kevo. Kevo alipomwona yule mwanamke macho alimtoka. Mwantumu alikiri kuwa Kevo ndio alimwajiri kufanya hiyo kazi, huku akimlipa kiasi cha shilingi milioni 3 ili aigize kuwa ni mama yangu. Na alikuwa na ushahidi wa voice, alikuwa na rekodi wakati wa mazungumzo yao. Alisema alirekodi kwa ajili ya usalama wake, maana alijua tu kuna uchafu unatendeka. Basi ile voice ikawekwa, kila mtu akasikia. Kisha Mwantumu akarudia kwa kusema kuwa alikutana Kevo akiwa kama ombaomba, na Kevo ndo alitumia umaskini wake dhidi ya pesa ili kufanikisha swala hili. Yani leo ndio ukweli ambao sikujua unafufuka, msikilizaji. Niliacha mdomo wazi, nikabaki na mwangalia Clever tu. Akatabasamu, tabasamu lenye maana ya soon utapata haki yako. Basi wakili wa upande pinzani akasimama, akaporoja hakuna hata la maana aliloongea, na ushahidi wake wa kubunibuni tu. Ilipofika zamu ya wakili wetu, ukaitwa ushuhuda mwingine. Mara hii alikuwa ni ule daktari aliyenitibu baada ya kupata ajali, na alithibitisha kwa ushahidi uliotimia kuwa aliambiwa na mzee Nesto ya kwamba anipe madawa yenye kuua kumbukumbu yangu. Pia ni yeye aliyetumika kunitoa figo na kujua kwamba ilikuwa ni bila ya ridhaa yangu, na ushahidi wa CCTV kamera za hospitali ni zilionyesha yote. Kesi libamba bwana. Clever alisimamia ncha za vidole. Basi na ushindi ulisimama upande wetu. Nilifurahi sana. Ni kama nimpe Roma save mume wangu mumo mahakamani. Wakili wetu akaomba alete ushahidi mwingine mkubwa kuliko. Akapewa nafasi, naye alikuwa si mwingine bali ni Dennis. Na hivyo anasira nao, alieleza kila kitu hadi kuchomwa kwake sindano za magagari. Na ndio hapo sasa alipopata upenyo na yeye kufufua kesi yake iliyozimwa na hela zao. Sasa wakili wa kina Kevo hakuwa na la ziada. So hukumu ilitoka kwa Kevo arudishe figo langu na mali zao kutaifishwa nusu kwa nusu, ambapo nusu ya mali zao zitakuwa zangu na nusu itakayobaki itakuwa ni ya kwao. Pia walihukumiwa miaka 4 jela, na mke wa mzee Clever alihukumiwa miezi 3 jela kwa kuona uovu na kuunga mkono. Asa Clever wangu hakutaka kulaza damu. Ilipoisha tu kesi, akamwambia baba yake anipeleke mimi hospitali, tutakutana huko. Basi akaondoka kwanza. Nikamuuliza baba Clever kwamba Clever anaenda wapi? Akajibu, leo unaenda kuwekewa figo. Clever anataka litendeke jambo hilo leo ili kuepusha excuse huko mbeleni. Maana akiwaachia siku moja tu ipite, wanaweza kufanya ujanja wote. Basi nikapanda kwenye gari tukaelekea huko hospitali. Maana nimeambiwa ni leo figo ndo nawekewa. Ilikuwa iko ndani ya kambi ya kijeshi hospitali. Tulipofika getini, baba Kevo alionyesha kitambulisho wakaturuhusu tupite.
Sasa nikasema baba, mbona hata hujatuoji? Hakujibu, akanipa kile tu kitambulisho. Kukisoma, kumbe ni mtu mzito na ni mwenye cheo kikubwa tu. Mimi najua ni mzee mvuvi tu na maisha yake ya kawaida. Aisee, huko nje watu mheshimiane. Nikabaki kutoa macho tu. Tukafika hospitali, kidogo naona gari la majeshi linaingia. Na mtumiwa kwenye sare za jela. Kumwangalia vizuri ni Kevo. Aliponifikia akanipigia magoti, akasema Kendi, naomba unisamehe. Naomba unisamehe sana. Nitakufa nikitolewa ile figo. Sasa mimi nikajibu, kwani mimi uliyenitoa hukujua kama nitakufa pia? Na unajua kabisa matatizo ulionisababishia. Basi nikaanza kulia pale. Mume wangu Clever hapendi nilie. Alimpa teke Kevo, akasema kwamba simama, songa mbele. Nikasema mume wangu tumsamehe tu. Akasema wewe Kendi, nakupenda na nakusikiza mke wangu, lakini kwa hili hapana. Figo anatolewa linarudi kwako. Anaishi na hilo figo lake lilokuwa nalo mwanzo. Akifa basi ni juu yake, itakuwa imefika siku yake ya kufa bwana. Yeye atambe, alafu wewe je? Basi alipomaliza kusema hayo, wakaja madaktari kunichukua pale kuelekea chumba cha upasuaji. Kikweli mpaka hapo sikuwa naamini, yani naona kama ni ndoto hivi. Operation ikaanza. Nikarudishwa figo langu, naye akabaki na figo la kwake. Bovu tu. Mimi sikubahatika kumuona tena Kevo baada ya hiyo operation, so sijui kama yupo hai ama la. Nikafanywa matibabu mengine pale Muhimbili mpaka afya yangu ikarudi kwenye usawa. Ikabidi sasa harusi tena isogezwe mbele kwa wiki, maana bado kidogo sikuwa nimetengamaa. Siku moja tukiwa nyumbani na mume wangu mtarajiwa na wakwe zangu, shangazi na pacha zangu, kengele getini kagongwa bwana. Clever akaenda kusikiliza huyo mtu ni nani. Akaja nenda, nilishangaa alikuwa ni Dennis. Tukamkaribisha vizuri tu. Dennis akasema kwanza nikuombe msamaha Kendi. Naomba sana unisamehe, mimi sikupenda kukuacha, ila ni shinikizo la wazazi wangu. Yule mwanamke niliyemuoa alikuwa tapeli, kanipora kila kitu. Kaniacha yani sina chochote. Na mpaka hivi sasa sina nguvu za kiume kwa ile tukio ambalo Kevo alinitendea. Kwa na kuomba Kendi, nipe nafasi ya kulea watoto wangu. Ndio hao tu, yani mimi sina uwezo kupata watoto wengine. Msikilizaji, huyu Dennis alivyozungumza hivi, kuna kitu mpaka natamani nikuambie. Wazazi wetu ni ngao na nguzo yetu. Na katu hakuna mzazi anayetaka mtoto wake aangamie au aende pabaya. Lakini pia na mtoto una haki ya kuamua juu ya maisha yako, juu ya kile chenye usahihi kwenye furaha yako, na sio kujisifu tu nafsi ili kuridhisha wazazi, japokuwa wanaokupangia kuyaishi yanakuteketeza. Mfano tunauona kwa Kevo mwisho wake ulipoishia, japokuwa hakutaka kushiriki hiyo dhambi, lakini kwa kutaka kuridhisha wazazi wake kajikuta kapoteza kila kitu kwenye maisha yake. Pia kwa Dennis, ili tu kuridhisha wazazi wake, akaacha mwanamke alimpenda kwa dhati, ambaye ndio aliyebeba mimba yake bila sababu za msingi, akamtelekeza ili kuishi maisha wazazi waliompangia. Kwa hiyo kweli ni kwamba maisha ya wazazi sio maisha yako. Waheshimu na walinde, ila kumbuka kwamba kuna maisha ya kwako. Basi nimuonea huruma sana Dennis. Lakini sikuwa na msaada naye, maana alitema ubani kwa karanga za kuonjeshwa. Nami niko mikononi kwa mwanamume mwingine mwenye kujua thamani yangu. Nilimruhusu aone watoto wake na nilimpatia hiyo haki kama baba wa watoto wangu, ila kuhusu kumwachia awale, hapana, bado ni wadogo. Labda atakapokuwa wakubwa hapo nitamwachia awe nao, ila yote kwa yote ni watoto wake na ana haki ya kuwaona hata usiku wa manane. Clever alikuwa ni mtu safi, hakuwa na tatizo juu ya hilo. Hatimaye siku niliyosubiri kwa hamu iliwadia, siku ya kuitwa mke nami kuita mume. Ni muda wangu wa kuruhusu penzi linitawale. Pengine ni muda wa Mungu ule unaoitwa sahihi, ule muda wengi wanaupigia goti na kulilia. Kwa hiyo bwana, harusi ilipoisha, kwa sababu kila kitu kilifanyika pale, harusi ilipoisha tukarejea Urusi, Russia. Mimi, mume wangu na watoto wangu, nikiwa na figo langu
na afya imara, sio Kendi binti kilema tena. Niliona baraka ya Mungu kwenye mateso niliyopitia. Amini kwa lolote linalo kuliza muda huu lenye kukutesa na kukunyima amani, Mungu ana mipango mizuri juu yako. Amini kabisa. Kwa hiyo tusiapime maisha yetu kwa mafanikio ya wengine au baraka za wengine, kwamba fulani kafanikiwa, mimi nikapuko, fulani na maisha mazuri, mimi sijini na mateso. Hapana. Shukuru kwanza kwa uzima uliobarikiwa, shukuru kwa uhai Mungu amekutunikia. Piga moyo konde, songa mbele. Kila mtu anao muda sahihi Mungu amemwekea kwa milango ya baraka zake kufunguka. Kwa mimi Kendi nilisota na leo natembea tena usani ukiwa juu, nikiwaangalia watu bila woga wala hofu. Kwa hiyo ndio hivyo bwana, mimi nakushukuru msikilizaji. Niseme tu mpaka hapa sina la ziada. Watoto wangu nawapenda sana, Sandra, Safina na Saheri. Wakikuwa wakubwa nitawaleta Tanzania mwatume dukani. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa hii simulizi. God be with you till we meet again kwenye simulizi mpya. Bye bye.